maana huu si mkato wa koko, huu waji wa koko au uvamizi wa koko. Kwa serikali tunaomba sisi tupatiwe msaada wa kiserikali, kwa sababu sisi wenyewe naona tushakuwa tunadharauliwa, hatuogopi wala nini. Kwa hivyo tunaomba serikali itie mkono wake kuhusiana na swala hili. Hayo wameeleza wakati wa ziara na afisa misitu wilaya Magharibi B yenye lengo la kukagua maeneo mbalimbali ya hifadhi ya mikoko shehia Kibondeni, ambayo kwa kiasi kikubwa imeathiriwa kwa kukatwa bila kufuata utaratibu na watu kufanya tanu za makaa, hali inayorudisha nyuma kimaendeleo. Kusema kweli, mvumilia mwana huwa kanaadhibiwa na Subhana. Sasa sisi tunaadhibiwa na Subhana. Ule kuvumilia kwetu huwa patu, jamani msikate. Wewe unamwambia huyu usikate, siku ya pili anachukua kundi. Unakuja kutatu, watatu, wane, ukawakuta nakwambia baada leo kesho sikati tena. Tumehifadhi na wenzetu watu wa Kibele hapo. Kibele weshakuwa wanalipwa. Weshaijua nini faida yako? Sisi siku zote tunakwenda chini kama hivyo. Kweli hali hii tutakwenda juu. Malengo yetu ilikuwa ni kwamba kama hivyo tunahifadhi, kwa sababu tungeweza kufanya nini mambo ya hewa mkaa, tungepata malipo pengine ingeweza kutusaidia, lakini sasa kwa hivi tunavyokwenda itakuwa inashindikana, haiwezekani. Na matumizi madogo madogo vile vile wenyewe tunaweza kukata majengo kama mtu anazidiwa ameharibikiwa, lakini sasa kwa hivi tunavyofanya inakuwa hakuna litakalowezekana. Sasa wito wangu mimi naomba serikali ituunge mkono kwa sana na swala hili. Si kama hatuwajui wakataji, tunawajua na tunawaona. Lakini umuhali utamkuta mtoto wa Selemani na mie nitakuwa salama, unamkamata atakuona vipi? Afisa misitu wilaya Magharibi B Abdallah Ali Sharifu amesema mikoko ina faida kubwa katika maisha ya binadamu, ikiwemo uzalishaji wa hewa safi. Hivyo si jambo jema kukata miti hiyo katika maeneo ambayo yamehifadhiwa na kwa lengo la kusaidia wananchi wa eneo husika. Kwa upande wa mikoko hakuna ruhusa ambayo imetoka kwamba mtu wakati mikoko alafu tena mengine afanye shughuli nyingine. Kiuhalisia eneo hili limeharibiwa sana, uharibifu ni mkubwa mno, kwa sababu tunaona kabisa wamejaribu kukata katika kila aina. Wamekata miti ikiwa bado ni michanga, mikoko ambayo ikiwa ni michanga, aina zote, magondi, mikoko mekundu yote wamekata. Na wamekata wakiwa wamejua kabisa kwamba huu mkoko hauwezi kuota tena. Aidha, wameeleza kuwa idara ya misitu kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya itaandaa operesheni maalum katika maeneo ya hifadhi ya mikoko ili kuweza kuwakamata na kuwachukulia hatua za kisheria wale wote waliofanya vitendo vya uharibifu wa mazingira katika maeneo ya hifadhi. Kwa matukio haya ya kihalifu ambayo yanaendelea katika maeneo ya Kibondeni, serikali tumeamua kuchukua hatua kali kwa kufanya doria za mara kwa mara kama hii ambayo tumefanya siku leo. Lakini sambamba na hiyo, serikali tutapita katika kila shehia, katika kila kijiji ambacho kimezungukwa na bahari, katika kufanya doria za mara kwa mara ili kuweza kuwatafuta wahalifu na kuweza kustopisha mara moja. Kwa sababu tunaelewa kabisa visiwa vyetu ni visiwa vya bahari, vimezungukwa na bahari. Kwa hiyo tunaelewa kabisa kuna baadhi ya maeneo ambayo kwamba hapo awali yalikuwa yanatumika kwa ajili ya kilimo, lakini sasa hivi kilimo hakiwezi kufanya kazi kutokana na maeneo hayo yanaingia chumvi. Sasa tuone kabisa hii athari ambayo inakuja siku badala ya siku inavyokuwa inaendelea. Kwa hiyo tuangalie namna gani ya kuweza kuizuia kabisa. Namna kuizuia kabisa ni kuwasaka hao wakataji wa mikoko.